niwakumbushe maneno ya Imamu Shafi'i akimuhusia mwanafunzi, ukitaka kuwa na ilmu zingatia mambo sita, katika diwan ya al-Imam Shafi'i rahimahullah. Anasema al-Imam Shafi'i, akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Nitairudia tena, maana naona mashallah wengine mnaandika, na kuandika ni sehemu ya kujua. Allah akasema allama al-insana, allama bilqalam, alladhi allama bilqalam, alafu allama al-insana ma lam ya'lam. Hatua ya kwanza ya kujua ni kwenye kuandika. Alladhi allama bilqalam, Allah ndiye aliyemfundisha mwanadamu kwa kalamu, kwa kuandika. Nenda katika suratul qalam, sura nzima inaitwa sura ya kalamu. Nun wal qalami wama yasturun, andika. Waarabu wanasema ma kutiba qarra wama hufidha farra, kilichoandikwa kitadumu, kilichohifadhiwa kinaweza kikapotea, kwa sababu vichwa wakati mwingine vinajaa maji hivi. Kwa akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, maneno al-Imam Shafi'i, imamu mkubwa huyo. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, ndugu yangu, tambua, fahamu ya kuwa huwezi kuipata ilmu illa kwa mambo sita. Saumbika an tafsiliha bibayani. Al-Imam Shafi'i anaendelea, anasema akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, saumbika an tafsiliha bibayani. Sasa namwambia, nataka nikupe kwa ufafanuzi, kwa tafsil, kwa mapana na marefu. Jambo la kwanza, dhakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, saumbika an tafsiliha bibayani. Dhakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani. Mmekushaandika bado? Tayari Anasema akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, ndugu yangu, huwezi kuipata ilmu illa kwa mambo sita. Saumbika an tafsiliha bibayani, nitakupa, nitakuhabarisha, nitakufahamisha kwa ubainifu kabisa na kwa tafsil, kwa ufafanuzi mkubwa. Jambo la kwanza, dhakaun. Lugha nyepesi ya mjini Sheikh Chalamila tunawaambiaje? Dhakaun, uwe na dhakaun maana yake nini? Natafuta Kiswahili cha mjini niweze kueleweka. Dhakaun, uwe kama vile na uhodari, uweledi. Sawa jamani, Jambo la pili, wa hirsun, uwe na pupa, hamu kubwa kutaka kujua. Wa hirsun, na uwe na pupa, uwe na hamu kweli kweli ya kutaka kujua, sio ili mradi baba akakwambia nenda Darul Ulum huna namna. Hapana, na wewe uwe na hirsun, uwe na pupa, uwe unachunga, uwe una hamu ya kutaka kujua na kusoma. Jambo la tatu, wajtihadun, na uwe na jitihada. Man ijtahada wajada, atakayejitahidi atapata kile alichokifanyia jitihada, atafanikiwa tu. Wa man zaraa hasada, na mwenye kupanda atavuna tu.
Kwa jambo la tatu, uwe na jitihada, jitume shekhe, acha uvivu. Alimamu Shafi'i huyu anasema hivi, biqadri alkaddi tuktasabu almaali wa man talaba alula sahira allayali. Biqadri alkaddi tuktasabu almaali, kadri mtu anavyopata shida ndio anakuwa mtu wa juu. Kwa hakikisha jambo la tatu, uwe na jitihada, jitume. Jambo la nne, wabulghatun, uwe na kitu chenye kukuwezesha kutulia pale katika kusoma. Kwa mfano, chakula. Mwenye njaa hawezi kuelewa. Wabulghatun, uwe na hata na pocket money. Na hapa alhamdulillah Darul Ulum kina Sheikh Iqbal na familia yake na Dhinnurain kwa ujumla na wote wanahusika, Allah awape kila la kheri fi dunia wal akhirah, wanajitahidi kuwaangalia. Jambo la nne, wa suhbatu ustadhin, jiweke karibu na mwalimu, jipendekeze kwa mwalimu, suhubiana na mwalimu. Mwalimu anahitajika tu, lakini ukisema bwana sina mpango na mwalimu, walimu wote hawa wanoko ndo wale tu hawa, hutojua. Ambaye haiko karibu na mwalimu wake hawezi kujua. Mshairi anasema, inna at-tabiba wal muallima kilahuma la yansihani idha huma lam yukrama. Watu wawili usipojipendekeza kwao, msaada wa ziada hawawezi kukupa. Inna at-tabiba wal muallima kilahuma, hakika ya daktari na mwalimu hawa wawili hawa, la yansihani idha huma lam yukrama, hawako tayari kukupa nasaha za ziada, msaada wa ziada, ikiwa hujawakirimu na kuwathamini na kuwaheshimu. Kwa jambo la tano, jipendekeze kwa mwalimu. Ukiwa naye karibu, akikaa vitu vinamtoka tu, anakuambia bwana kuna hiki, unauliza maswali anakujibu. Jambo la sita, watulu zamani, na Allah kupe umri mrefu. Anasema jambo la sita Imam Shafi, na uwe na umri. Kwa jambo la kwanza katika mambo sita ambayo huwezi kupata ilmu ila kwayo, jambo la kwanza dhakaun, uwe una akili sawa, uwe hodari. Jambo la pili, wa hirsun, uwe na pupa ya kutaka kusoma. Jambo la tatu, wa jitihadun, uwe na jitihada, jitume. Jambo la nne, wa bulghatun, uwe na kitu chenye kukuwezesha kusoma wewe. Yani hapa amekusudia kupata riziki, uwe na utulivu wa kupata riziki, unaweza kusoma. Jambo la sita. Jambo la tano, wa suhbatu ustadhi, kusuhubiana, kujipendekeza kuwa karibu na mwalimu. Jambo la sita, watulu zamani, na upate umri mrefu. Unasoma unatoka hapa level hii mpaka unafika mbali. Kama Allah akakupa umri na akakufungulia, utakuja kuwa katika wanawachuoni wakubwa.